ambalo ni kundi ambalo ni la watu wa umri wa utafutaji, vijana wetu ambao ni maafisa waendeshaji pikipiki ambao kwa maarufu kama bodaboda. Ni kundi ambalo liko kwenye ni kundi hatarishi kwa maana ya kupata ajali za barabarani, wanaita road traffic accident au motor traffic crashes. Wao wanapata asilimia kubwa ni wateja wetu wa kundi la majeruhi, na asilimia kubwa ya sehemu ambazo wanajeruhiwa ni upande wa miguu. Kwa hiyo bila kusahau kabisa niweze kuzungumzia kwamba waendesha bodaboda wanakuwa kwenye riski pia ya kuvunjika miguu, lakini pamoja na miguu na sehemu yoyote ile kulingana na jinsi alivyopata ile ajali. Kwa hiyo ni kundi ambalo linaongoza kwa sasa hivi kwa kusababisha ajali na kupata ajali. Ni jambo ambalo pia tusilisahau katika kuelimishana swala la matibabu ya maradhi na majeruhi ya mifupa. Na kwenye hao bodaboda kumekuwa na tetesi kwamba wengi wanaopata ajali akivunjika mguu siku hizi hawakimbilii katika hospitali. Ni wachache sana ambao wanaenda kukiwa na imani kwamba ukimpeleka hospitali basi yeye anakwenda kukatwa mguu. Pengine kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na swala hilo, ukiwa wewe ni moja kati ya watu ambao uko kwenye kitengo cha mifupa, kwenye matibabu ya mifupa, lakini pia uzungumza kidogo kuhusiana na ushauri wako juu ya watu hawa ambao kuhusiana na matibabu ya tiba asilia na hospitalini. Ni wapi ambapo mtu akienda basi anakuwa na wepesi na mguu wako unaweza kurudi katika hali yake ya kawaida? Upande wa wepesi wa kupona, upande wa mifupa sasa kwa magonjwa majeruhi, inategemea ameumia sehemu gani na ameumia kwa kiwango gani, na katika kuumia ameumiaje. Ameumia sehemu gani kwa maana ya kwamba wanaita traditional bone settlers ambao ni waganga wa jadi wanaotibu mifupa, asilimia kubwa wanaweza kutibu mifupa mirefu kama nilivyosema awali, ambayo inakuwa imevunjika, kwa mfano mfupa wa ugoko au mfupa wa paja, ndo wanaweza kutibu. Na watibu kwa sababu gani? Hata wewe nyumbani kama umevunjika mfupa haujasagika, ni rahisi sana ukiuvuta ukanyoka ukaweza kuumana ukauacha bila kusumbua. Mfupa una tabia ya kujiunga wenyewe. Kwa hiyo ni asilimia kubwa wapo kweli wanaotibu, hatukatai, lakini sasa ni mifupa mirefu, long bone wanaita. Upande wa mifupa ambayo iko karibu na ungio, wanaita ni periarticular injuries, ambazo umeumia ukapasuka karibu na ungio, ni changamoto kubwa sana kwa ndugu zangu ambao ni traditional bone settlers, waganga wa kutibu mifupa, kwa sababu hawana utaalamu wa kuweza kupangilia mfupa karibia na joint ili uweze kufanya kazi kama ilivyokuwa inatakiwa. Lakini kingine pia changamoto ya kutibu mifupa kwa waganga wa jadi ni kwamba kwa wale ambao wanapata open fractures, kwa maana kwamba ameumia alafu ule mfupa katoka nje, au unaweza usionekane kwa nje ila kuna kakidonda kalichoma penetrate, wanasema ni penetrating injuries. Kuna wadudu wako kwenye ngozi ambao tunaita normal floras, yani Mungu ametuumba na wadudu wa kulinda ngozi ili mdudu akija na ilinda ngozi. Sasa huwa watakiwi kugusana na damu, na vile vile asilimia kubwa ya ajali zinatokea mazingira chafu. Vipi kuhusiana na hospitali ya Kitete inatoa haya matibabu? Ni kweli kabisa, hospitali ya mkoa wa Kitete serikali imejiweka sawa. Kwa sasa hivi tuna vifaa vya kisasa ambavyo tunafanya matibabu na madawa yote yanapatikana kwa matatizo ya asilimia kubwa. Upande wa majeruhi mimi nipo pale, tunafanya operation. Kwa wale ambao wamevunjika tunaupangilia mfupa, unanyoka na unaendelea na unapona. Na kwa bahati nzuri vifaa vya kisasa tumepata, serikali imetuletea.
Tuna vifaa ambavyo unaweza ukawekewa mfupa ukatembea ndani ya wiki moja au wiki mbili ukichelewa sana, wanaita intramedullary nail kwa upande wa mifupa ambayo ni mirefu kama wa paja, wa ugoko au wa mikono. Kwa hiyo hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete kwa asilimia kubwa tuseme kwa sasa hivi imefanya vitu vikubwa sana ambavyo havikuwepo, na ndio maana hata sisi serikali imetusomesha kwa ajili ya kusaidia wananchi. Huduma tunazifanya. Upande wa mgongo pia tuna idara ya mazoezi tiba ambayo inahusika na kusaidia wale ambao wana migongo, na vile vile tuna idara ya famasia ambapo kila asilimia kubwa ya dawa za haya matibabu zinapatikana. Kwa hiyo sasa hivi ile ya kutuma mgonjwa Bugando kwa sababu ya kuvunjika hatufanyi tena, labda kama itarazimu sana kama na mambo mengi, lakini asilimia kubwa ya majeruhi tunawatibu hapo hapo, na wale ambao wana magonjwa ambao wanaita chronic bone disease tunawatibu pale pale, wanahudhuria kliniki ya mazoezi tiba, wanapata dawa, tunawafanyia follow up au ufuatiliaji wa karibu hadi tunahakikisha anakuwa sawa. Naam, kwa hali hiyo labda kwa kumalizia kabisa, neno lako kwa wasikilizaji, kwa watu ambao wanasumbuliwa labda na changamoto hizi, ambao pia pengine wanajua wao hakuna sehemu ambao washasumbuka sana. Unajua kuna ile mtu alishatibiwa sana alafu haoni dalili ya kupona, maumivu kila siku. Kuna ile mtu anatumia dawa za kuchua hizi painkiller tunasema zile, anachua kila siku, ila ikishaisha tu nguvu maumivu tena yanaanza. Neno lako la mwisho kabisa kwa watu kama hao unawaambia nini? Ushauri wangu na washauri wale ambao wana maradhi ya mifupa au majeruhi wa mifupa, na washauri waje hospitali ya mkoa wa Kitete ambao sasa hivi dirisha liko wazi, na wataalamu tupo, tutawasaidia. Wasijitibu kwa kukalili kwamba mifupa inatibiwa kwa kuchua au wasijitibu kwa correspondence, wanaita correspondence treatment, kwamba umeuliza chukua dawa fulani inatibu, waje tuwapime. Si lazima, unaweza si magonjwa yote ya mifupa yanapimwa kwa x-ray. Kuna magonjwa ya mifupa yanagundulika, unaweza kukuta ni tatizo ambalo linagundulika kwa kupima damu. Kwa mfano tuna kundi la wagonjwa wa Brucella ambao wanaupata kwenye nyama, ni ngumu sana kutibu kwa kuulizia. Lakini pia tuna ugonjwa wa uric acid kwa upande wa magoti na joint, huwezi kugundua bila kufanya vipimo vya damu. Pia tuna ugonjwa wa rheumatoid arthritis ambao pia huwezi kugundua bila kufanya vipimo vya damu. Kwa hiyo hata swala la mgongo pia kuna stage zake. Kuna stage zinazotibiwa kwa matibabu tofauti kulingana na ugonjwa wako umefikia hatua gani ya kuathirika kwa upande wa tatizo lako. Kwa hiyo nawashauri sana wasitibiane kwa kuambizana, waje tuwapime, tujue tatizo lake liko ni kubwa kiasi gani, tufanye vipimo vinavyohusika, tutibu tatizo kuliko kutibu dalili. Kuna mtu, unajua sisi kwenye kutoa pesa huwa ni changamoto kidogo hata kama ni afya yako, lakini unaona bwana nikatoe 10,000 au nitoe kiasi fulani, inakuwa ni shughuli bora nikanunue dawa 2,000 ambayo nitakuwa nachua kila siku, inanisaidia kufanya shughuli zangu kwa muda fulani. Matibabu ya mifupa ni yana gharama kiasi gani, ama pale yanatolewa kwa namna gani? Ni bure ama kuna gharama fulani ambazo kama mgonjwa anazichangia? Kwanza kabisa niseme ni kweli tabia ya watu kujitibu kwa kuchua au kununua dawa madukani sio ushauri mzuri, kwa sababu unakuwa hujui unachotibu. Lakini pia ukija kwenye upande wa gharama kwamba unatumia gharama pungufu kwa kujitibu kununua dawa, sio kweli, kwa sababu unakuwa hujui unachokitibu. Lakini vile vile ukumbuke kwamba leo utanunua ya kuchua, pengine tatizo unazidi kulifanya liwe tatizo kubwa, kwa sababu unachua kitu ambacho hujui unachua tatizo gani. Kwa hiyo unaweza ukatumia gharama nyingi afu mwisho wa siku ukatoa ulemavu kwa kujitibu, au ukajikuta tatizo lako linahitaji gharama nyingi kutibiwa kwa kujitibu mwenyewe, ukasababisha ukachelewa kupata matibabu sahihi. Lakini vile vile ningeshauri kwamba gharama sio nyingi sana. Serikali imeweka bei ambazo ni bei rafiki kabisa, dawa zinapatikana kwa gharama rafiki, vipimo ni wa bei ya chini kabisa ambavyo
waje na wakaribisha, waje wapime, wajihakikishie, wajue tatizo kabisa, tuweze kutatua tatizo na sio kutatua dalili.